Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Baada ya kimya cha muda mrefu tangu mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba uweze kutamatika, hatimaye afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga yeye amekuja kutoa ya moyoni mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika kwa sare ya kutoweza kufungana. Sio Simba ambaye aliweza kupata bao, lakini pia sio Yanga ambaye aliweza kupata bao. Sasa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, hapa namzungumzia bwana Ali Shabani Kamwe, yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram pale ameweza kuandika risala ndefu kweli akitoa povu lake kuhusiana na kile ambacho wadau mbalimbali wanakikomalia sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii juu ya goli la Suleiman Mwalimu kuamuliwa kuwa ni offside. Kitu ambacho ameandika afisa habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga kupitia mtandao wake wa kijamii wa pale Instagram, anasema ya kwamba kwanza ilikuwa ni offside, pili akashika move ikaruhusiwa kuendelea kama akijatokea kitu. Sitaki kabisa kukumbusha kuwa mchezaji huyu alitakiwa kufungiwa mechi 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji. Sitaki kuwakumbusha kuwa waamuzi walishatishiwa kufungiwa maisha kimpira na kupelekwa jela kuhusu mechi hii. Turudi uwanjani. Watu hawa baada ya mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo wakagoma kuondoka uwanjani usiku, wakafanya ushirikina na vurugu za kila aina, wakaja kutolewa kwa msaada wa polisi. Hawakumaliza hapo. Siku ya mechi wametumia mlango wa VVIP kuingia uwanjani, wakavunja mlango wa chumba cha waandishi wa habari. Muda wa pitch filling wakautumia kuzunguka uwanja na kufanya vitendo vya kishirikina bila wasiwasi wowote. Hapa najaribu kuwaonyesha kwa uchache tu nguvu iliyotumika hadi makoro wamepata pointi 1 kwenye dabi. Kimsingi, kwa mtu anayejua mpira vizuri atakubaliana na mimi, jana Simba wamethibitisha ni wadogo sana kwa Yanga na watatumia miaka mingi sana kuja kushinda dabi. Nguvu yote kubwa sana iliyotumika ndani na nje ya uwanja haijaweza kufuta uteja wao. Wana kikosi chenye wachezaji machachari na viongozi wenye mihemko. Kama isingekuwa mambo ya kupelekana jela ikapigwa fair, Prince Dube angewaweka ile chuma, ndio mngeona mengi zaidi jana. Wanazuga kulalamika na kutukana watu leo ili kuficha vitu vya ovyo walivyofanya na wameshindwa kupata ushindi. Hii inawauma sana. Kuuliwa mara 6 imebaki pale pale na pointi 5 zimesimama vile vile. Hiko ni kitu ambacho ameweza kukishare afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe kupitia ukurasa wake wa kijamii wa pale Instagram. Una maoni gani mwa mchezo wangu kuhusiana hiki? Ndio tuandikie kupitia sehemu hiyo ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow.